Naam, karibu kwenye safu ya ushairi, ambapo leo tunasoma na kuchambua shairi la kihisia na lenye mafundisho, ambalo limepewa kichwa Mwanangu na mtunzi Malenga Timothy M. Arege. Kwa hivyo, ungana nami kuanzia mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki, tunapopitia shairi hili Mwanangu kwa uchambuzi wa kina. Kumbuka ni kwa muda sasa hivi tangu tuchambue shairi katika diwani yetu lengwa ya Hodi Hodi Mashairi. Tumekuwa tukiangazia sehemu ya somo la ubunifu na michezo. Kwa hivyo, kaa kitako tukaweze kupitia shairi hili kwa pamoja, na iwapo huja subscribe na kusihi ukaweze kubonyeza kengele hapo ya kusubscribe, ili tukaweze kutembea kwa pamoja katika safari hii ya ukuzi wa Kiswahili na somo la ubunifu pamoja na michezo. Twende moja kwa moja kwa kusoma na kukariri kwa shairi Mwanangu, na nitalisoma vifuatavyo. Kichwa Mwanangu, mwandishi ni Timothy M. Arege. Natuma salamu zangu zijazo kwa sauti ya uzee, kukusabahi na kukuletea salamu za heri. Hapo ulipo mjini tia bidii, usiwe mjanja wala mkorofi, ada ya maisha ndivyo ielekazavyo. Mwanangu, usiwe na tamaa wala pupa, vitu hivi wengi vimewahadaa, vikawapiga miereka na chini kuwabwaga. Wakalia kilio cha mbwa mdomo juu, lakini wapi, yaliisha kutimia. Ukipata muda tutembelee kijijini, hapa ulipozaliwa na kukulia, ikibidi utenge muda ufike kutujulia, si lazima kuja na vitu, inatosha kukuona. Fika nyumbani ufurahie dona na bada, senene, dagaa na kumbikumbi ulio wamezea mate, na kutufanya kuongeza maji tulipobandika sufuria ya sima. Kwa hivyo hilo ndilo shairi ambalo ningependa tukaweze kupitia kwa wakati huu kwa uchambuzi wa kina. Twende moja kwa moja kwa sehemu ya uchambuzi, na tunapochambua tunaanza na kichwa. Kwa hivyo kichwa cha shairi letu ni Mwanangu, na kichwa hiki kinabainisha kuwa shairi ni ujumbe wa mzazi kwa mwanawe. Ni neno la heshima na mapenzi linaloashiria uhusiano wa karibu wa kifamilia. Hivyo kichwa kinahusiana moja kwa moja yaliyomo ndani ya shairi hili, ambapo mzazi anamshauri na kumwelekeza mwanawe. Kwa hivyo hayo ndiyo maelezo mafupi kuhusu sehemu ya kichwa. Na baada ya maelezo hayo kuhusu kichwa, wacha tukaende moja kwa moja katika sehemu ya uchambuzi wa maudhui katika shairi letu. Na kumbuka tunapoangazia maudhui tunaangazia mambo muhimu ambayo yanajitokeza katika kazi ya kifasihi. Na katika shairi hili la Mwanangu tunayo maudhui ya maadili. Pale ambapo shairi hili linazungumzia kuhusu maadili. Nafsi neni katika shairi hili ni mzee aliyopo pale kijijini, ambaye anamzungumzia na kumshauri mwanawe anaishi mjini. Na tunapata kwamba anamshauri kuhusu maadili yafaayo na umuhimu wa kutowapuuza au kuvunja uhusiano wake na alikozaliwa. Na pia tunapata kwamba ushauri unaotolewa na mzazi anayezungumza katika shairi hili unalenga kuimarisha tabia ifaayo kwa mlengwa ambaye ni mwanawe. Na maadili yanayozungumziwa ni kama vile kuwa na bidii, kutokuwa mkorofi, kutokuwa na tamaa, na kudumisha uhusiano mzuri na wazazi na jamii. Kwa hivyo hayo ndiyo maelezo ambayo tunapata katika maudhui ya maadili. Maudhui mengine ambayo yanajitokeza katika shairi hili ni madhara ya tamaa na pupa.
madhara ya tamaa na pupa. Je, yamejitokeza vipi? Tunapata kwamba tamaa inawasababishia watu majuto kutokana na maelezo, na tamaa huwapumbaza watu wakatumbukia kwenye matatizo makubwa na kuishia kujuta. Pale ukisonga nami katika ubeti wa 3, ambapo mwandishi anasema, mwanangu usiwe na tamaa wala pupa, vitu hivi wengi vimewahadaa, vikawapiga miereka na chini kuwabwaga, wakalia kilio cha mbwa mdomo juu, lakini wapi, yaliisha kutimia. Kwa hivyo utapata kwamba maelezo haya ya madhara ya tamaa na pupa yanatolewa katika ubeti huo wa 3. Kwa hivyo haya ndiyo baadhi ya maudhui ambayo nimeweza kuyadondoa katika sehemu hii ya shairi Mwanangu. Na maelezo tu kwa kiduchu, tunapata kwamba shairi hili linatufunza mambo mengi muhimu. Kwanza, kuhusu umuhimu wa kuongozwa na maadili na tabia njema katika matendo yetu. Pili, tunapata kwamba umuhimu wa kudumisha uhusiano wa mapenzi na utu katika jamii zetu. Tatu, tunafunzwa kuwa kilicho muhimu maishani ni vitu alivyo navyo mtu, bali ni uhusiano wake, bali ni uhusiano wake na wenzake kwa mapenzi na utu. Na 4, tunaarifiwa kwamba haifai kuzisahau asili na utamaduni wetu. Kwa hivyo haya ndiyo mafunzo ambayo tunapata kutoka kwa shairi hili, na mafunzo haya tunayaweka kuwa ni dhamira ya mwandishi. Lengo la mwandishi lilikuwa lipi? Kwa hivyo tunapopata kwamba lengo la mwandishi lilikuwa ni kutujusu ama kutufundisha kuhusu umuhimu wa kuongozwa na maadili na tabia njema katika matendo yetu. Dhamira ya pili ya mwandishi ni kwamba anatufundisha kuhusu umuhimu wa kudumisha uhusiano wa mapenzi na utu katika jamii zetu. Dhamira ya 3 ya mwandishi katika shairi hili ni kuwa kilicho muhimu maishani ni vitu alivyo navyo mtu, bali si uhusiano wake na wenzake kwa mapenzi na utu. Na dhamira ya mwisho ni kwamba haifai kuzisahau asili na utamaduni zetu. Kwa hivyo hilo ndilo lengo la mwandishi wa shairi hili ambaye ni Timothy M. Arege. Kwa hivyo twende moja kwa moja kwa kipengele kingine cha uchambuzi. Tunapoangalia aina ya shairi, kumbuka katika mtaala wa umilisi wa CBE tunazungumzia kuhusu aina mbili ya mashairi, shairi huru na shairi arudhi. Na tunapowaelekeza wanafunzi tunasema kwamba shairi huru ni shairi ambalo halifuati zile kanuni na sheria za kishairi mtunzi anapoandika shairi hilo, ila shairi arudhi ni shairi ambalo litafuata zile kanuni na sheria ambazo zimewekwa katika uandishi wa mashairi. Na unapata kwamba katika shairi letu la Mwanangu kuna baadhi ya sheria ambazo zimevunjwa na mwandishi ambaye ni Timothy M. Arege. Ukiangalia idadi ya mshororo katika kila ubeti haiendani, maana kila ubeti una mshororo wake. Ukiangalia vina vya mwisho haviendani, kila mshororo una vina vyake. Ukiangalia mshororo wa mwisho pale, pia ukuje uangalie idadi ya mizani katika kila mshororo, utapata kwamba kila mshororo una idadi yake ya mizani. Kwa hivyo mambo hayo yanapovunjwa ama yanapokosa kutumiwa na ama kuzingatiwa na mtunzi wa kishairi, tunapata kwamba amekiuka zile sheria na kanuni za utunzi. Licha yeye kuwa na uhuru wake, tunazo sheria ambazo yafaa kaweze kuzingatia. Kwa hivyo ndiposa shairi hili anapolitunga na anatumia aina ya shairi huru ambalo halijikiti kwa zile sheria na kanuni za utunzi. Tunapozungumzia kipengele cha beti, tunachambua kipengele cha beti kwa kuzingatia idadi ya beti katika shairi ambalo tumepewa. Na shairi hili ambalo kichwa chake ni Mwanangu, mwandishi Timothy M. Arege, shairi lina jumla ya beti 5. Shairi lina jumla ya beti 5 kama sijakosea. Ubeti wa kwanza unaanza na natuma salamu. Ubeti wa pili, hapo ulipo.
Ubeti wa 3, mwanangu usiwe na tamaa. Ubeti wa 4, ukipata muda tutembelee kijijini. Ubeti wa 5, fika nyumbani ufurahie dona na bada. Kwa hivyo utapata kwamba kwa jumla shairi lina beti 5. Tunapozungumzia kipengele cha vina, tumesema vina havijazingatiwa. Mizani, tunapata kwamba kila mshororo una mizani yake ambayo ni tofauti. Utapata kuna mshororo una jumla ya mizani 20. Kuna mshororo una mizani 8 kama mshororo wa kwanza, ubeti wa kwanza. Kwa hivyo kila mshororo hapa una idadi yake ya mizani. Na mshororo wa mwisho tunapata kwamba ni kimalizio. Ni kimalizio, maana tunapata kila mshororo, kila ubeti una mshororo wake wa mwisho, haujarudiwa. Kwa hivyo tunasema ni kimalizio. Wakati unapata kwamba katika shairi ambalo umepewa kila ubeti una mshororo wake wa mwisho, huo mshororo tunauita kimalizio, maana umetumika kumaliza ubeti huo pekee. Kwa hivyo ni kimalizio. Twende kwa mandhari. Sijaguzia sehemu ya mandhari. Mandhari katika shairi hili tunazungumzia ile sehemu ama mahali ama wakati ambapo matukio yanafanyika katika shairi. Na mandhari ambayo yametajwa katika shairi hili, tunapata tunayo mandhari ya kijijini na mandhari ya mjini. Enda nami katika ubeti wa 2 ambapo anasema hapo ulipo mjini tia bidii. Kwa hivyo utapata kwamba mandhari ya mjini yametajwa kule ambapo huyu mwana yupo. Tukienda katika ubeti wa 4 kama sijakosea, mshororo wa kwanza, wanasema ukipata muda tutembelee kijijini. Ukipata muda tutembelee kijijini. Kwa hivyo hapo pia utapata kwamba mandhari ya kijijini yameweza kutumika. Twende moja kwa moja kwa wahusika. Na wahusika ambao tunazungumzia, huwa tunazungumzia nafsi neni na nafsi nenewa. Kwa hivyo nafsi neni katika shairi hili tunapata ni mzazi. Ni mzazi, yaweza kuwa mzazi wa kike ama mzazi wa kiume, maana hawajajitenga katika mzazi mmoja. Kwa hivyo ni mzazi. Nafsi nenewa ni mtoto. Nafsi nenewa ni mtoto. Pia katika wahusika tunao wale ambao wametajwa, watu wa kijijini. Watu wa kijijini pia ni wahusika katika shairi hili, maana wameweza kutajwa. Kwa hivyo ndivyo tunachambua shairi hili mwanangu. Iwapo kuna sehemu ambayo ungependa nikaweze kuzungumzia zaidi katika shairi hili la mwanangu, wacha maoni yako pale katika sehemu ya maoni na nitakushughulikia. Kwa hivyo asante kwa kutazama, na hakikisha umesubscribe, umelike na umetoa maoni yako katika sehemu hiyo ambayo imetengwa kwa kutoa maoni. Hakikisha pia umeshare kwa kuwafaidi walimu na wanafunzi wengine katika sehemu hii ya Kenya. Nawapenda sana, na wacha tukazidi kukuza chaneli hii kwa pamoja. Asanteni.